Ukiamka na hofu baada ya ndoto, hii ndio maana yake halisi kiroho. Watu wengi wamekuwa wakiota ndoto, lakini wengi ndoto ambazo wanaziota zinawafanya waamke huku mioyo yao ikiwa imejaa hofu na mashaka, na wengi huwa hawajui hali hii inaashiria vitu gani. Katika video hii nitakwenda kukufundisha pale unapoamka ukajikuta moyo wako umejaa hofu na mashaka pamoja na huzuni, hutakiwi kupuuza kabisa, kwa sababu hali hii huwa ina maana kubwa kiroho. Jambo unalotakiwa kulifanya ni kulike video hii kisha kufuatilia mwanzo mpaka mwisho, kwa sababu katika video hii nitakwenda kukufundisha mambo mengi sana ambayo yatakusaidia. Ukisoma Biblia kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 40 na mstari wa 4 hadi wa 6, imeandikwa nukuu, mkuu wa askari akamwekea Yusufu watu hao, naye akawahudumu nao. Wakakaa siku kadha wa kadha katika kifungo, wakaota ndoto wote wawili, kila mtu ndoto yake usiku moja, kila mtu kwa tafsiri ya ndoto yake. Mnyweshaji na mwokaji wa mfalme wa Misri waliofungwa gerezani, Yusufu akawajia asubuhi, akawaona wamefadhaika. Tunaanza kuona hawa ni watu katika Biblia, ni watu wawili ambao waliota ndoto, kila moja ndoto yake ilikuwa inaashiria vitu gani. Lakini cha kushangaza, zile ndoto alizoziota zikawafadhaisha. Yaani Yusufu alipokuja akawakuta asubuhi, akawaona wamefadhaika. Biblia inasema Yusufu akawajia asubuhi, akawaona wamefadhaika. Unaweza kuona hawa watu wameota ndoto, lakini ndoto zile ziliwafadhaisha mpaka yani wameamka hawana amani kabisa, kwa sababu walikuwa wajui zinaashiria vitu gani. Kwa hiyo ndio maana leo utakwenda kufundisha, hutakiwi kupuuzia hali hii. Unapoona umeota ndoto alafu ukaamka ukajiona umefadhaika, hutakiwi kupuudhia hata kidogo. Lakini pia ukisoma kwenye kitabu cha Mwanzo sura 41 na mstari wa 1 hadi wa 8, imeandikwa, ikawa mwisho wa miaka 2 mizima, Farao akaota ndoto, na tazama amesimama kando ya mto, na tazama ng'ombe 7 wazuri wanono walipanda kutoka mtoni, wakajilisha manyasini, na tazama ng'ombe 7 wengine wakapanda nyuma yao kutoka mtoni, wabaya wamekonda, wakasimama karibu na wale ng'ombe wengine ukingoni mwa mto. Kisha hao ng'ombe wabaya waliokonda wakawala wale ng'ombe 7 wazuri wanono. Basi Farao akaamka, akalala, akaota ndoto mara ya pili. Tazama masuke 7 yalimea katika bua moja, makubwa mema, na tazama masuke 7 membamba yamekaushwa na upepo wa mashariki, yakatokeza baada yao. Kisha hayo masuke membamba 7 yakayala yale masuke 7 makubwa yaliyojaa. Basi Farao akaamka, kumbe ni ndoto tu. Mstari wa 8, hata asubuhi roho yake ikafadhaika, akapeleka watu kuwaita waganga wote wa Misri na watu wote wenye hekima walioko. Farao akawahadithia ndoto yake, wala hakuna aliyeweza kumfasiria Farao mambo hayo. Unaona, mstari wa 8 inasema hata asubuhi roho yake ikafadhaika. Unaona, Farao ameota ndoto mbili, zile ndoto zikamfadhaisha. Alipoamka asubuhi, ndoto ile ikawa imemfadhaisha kabisa, amekosa amani kabisa, akaanza kutafuta tafsiri za ndoto hizo. Kwa hiyo kuna ndoto unaweza kaamka, umeota ndoto afu baada ya kuamka ukajikuta ndoto ile imekufadhaisha kabisa, umekosa amani kabisa, yaani ndoto ile imekufanya ukose raha kabisa. Sasa kule kukosa amani huwa kunaashiria vitu gani kiroho? Ndio nitakwenda kufundisha na nitakufundisha namna ya kufanya baada ya kupatwa na hali hii. Baada ya kuota ndoto nitakufundisha unatakiwa ufanye vitu gani. Baada ya kuota ndoto, ukiamka na hofu baada ya ndoto, hii ndio maana yake halisi. Jambo la kwanza inaweza kuwa onyo la kiroho. Unapoamka umeota ndoto afu ukaamka ukiwa na hofu, maana yake ndoto hiyo inaweza ikawa na onyo la kiroho. Kuna nyakati Mungu hutumia ndoto kukuonya juu ya jambo linalokuja. Hofu unayoamka nayo si bure, ni msisitizo wa ujumbe ule ule uliotolewa usingizini. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Ayubu 33 na mstari wa 14 hadi 15 imeandikwa, kwa kuwa Mungu hunena mara moja, naam hata mara ya pili, ajapokuwa mtu ajali, katika ndoto, katika maono ya usiku, usingizi mzito uajiliapo watu, katika usingizi kitandani. Unaanza kuona kwa kuwa Mungu hunena mara moja, naam hata mara ya pili. Manake Mungu anaweza akatumia ndoto akakufunulia mara ya kwanza, mara ya pili,
Umeona? Kwa hiyo ndoto hiyo, ukiona hali hii, inaweza kuwa ni onyo la kiroho, inaweza kuwa ni Mungu anakuonya. Kwa hiyo hii inaonyesha wazi kuwa ndoto zinaweza kuwa njia ya Mungu kukuonya au kukuandaa. Kuna wakati unaweza kuota ndoto mara ya kwanza, ukaota ndoto mara ya pili, ukiangalia unaona ndoto zile zile zinafanana. Jambo la msingi ambalo utakuwa utambue, ndoto hii Mungu anaweza kukuletea kwa lengo la kukuonya au kwa lengo la kukuandaa. Ndio maana hutakiwi kupuuza ndoto unayoziota. Ukijiona umeota ndoto na ukaamka ndoto ile imekufadhaisha, hutakiwi kuipuuza. Ndoto ile inaweza kuwa imebeba onyo. Unaanza kuona Farao ameota ndoto, Biblia inasema ndoto ile ikamfadhaisha. Kuna ndoto unaweza kuota ndoto hiyo ikakufadhaisha. Ndoto ya namna hiyo hutakiwi kuipuuza, kwa sababu ndoto hiyo inakuwa imebeba ujumbe. Lakini ukiota ukaamka ukiwa na hofu, hali hiyo inaweza kaashiria, au ndoto hiyo inaweza kaashiria mapambano ya kiroho yaliyotokea usingizini. Wakati mwingine hofu hiyo inatokana na vita vya kiroho vilivyotokea wakati wa ndoto. Huenda uliota unakimbizwa, unaanguka, unapigana au unashindwa kukimbia. Hizi si ndoto za kawaida tu, ni ishara kwamba kuna mashambulizi ya kiroho dhidi yako. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Waefeso sura ya 6 na mstari wa 12 imeandikwa, kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo hivyo hofu unayoamka nayo inaweza kuwa athari ya pambano ambalo halikuonekana kwa macho ya kawaida. Kwa hiyo ukiota ndoto afu ndoto ile ikakufanya ukaamka na hofu, manake ndoto hiyo inaweza kuwa inaashiria mapambano ya kiroho yaliyotokea usingizini. Inaweza kuwa inaashiria mapambano ya kiroho, inaweza kuwa inaashiria vita vya kiroho vinavyoendelea. Kwa hiyo ukiota ndoto au ukaona hali ya namna hii, utakiwa kuipuuza. Lakini maana halisi ya tatu pia, roho yako inajaribu kukuamsha. Hiyo ni kama spiritual alert. Roho yako inajaribu kukuamsha. Kuna wakati ndoto huja kama kengele ya tahadhari. Hofu ile ni kama sauti inayosema usipuuze hili, inaweza kuwa unakaribia kufanya uamuzi mbaya. Kwa hiyo kuna hatari inayokuja, au unahitaji kubadilisha mwelekeo wa maisha yako. Kwa hiyo kuna muda unaweza kuota ndoto ile ikawa kama alert. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 26 na mstari wa 41 imeandikwa, kesheni muombe msije mkaingia majaribuni, roho i radhi lakini mwili ni dhaifu. Hii inaonyesha umuhimu wa kuwa macho kiroho hata kupitia ndoto. Kwa hiyo ukiota ndoto ukaona umeota ndoto ukaamka ukiwa na hofu, ndoto hiyo au hali hiyo inaashiria roho yako inajaribu kukuamsha. Kuna wakati ndoto huja kama kengele ya tahadhari na kutahadharisha. Hofu ile ni kama sauti ambayo inakwambia usipuuze jambo hili, usipuuze. Ile hofu unayoamka nayo ni kama tahadhari, inakukumbusha na kwamba hutakiwi kupuuza ndoto hiyo, unatakiwa ujue inaashiria vitu gani. Ile ni kama tahadhari ambayo inakwambia, inakupa alert, inakutahadharisha na kwamba unaelekea kufanya maamuzi mabaya, kuwa makini. Kwa hiyo ni kama tahadhari, hutakiwi kupuuza kabisa. Namba 4, ukiamka ukaota ndoto kaamka na hofu. Hofu hiyo inaashiria vitu gani? Manake uwepo wa hofu ndani ya moyo wako, manake inawezekana inaashiria ni uwepo wa hofu. Kuna uwepo wa hofu ndani ya moyo wako. Sio kila ndoto ya kutisha ni shambulio. Wakati mwingine ni mambo yaliyopo ndani yako tayari, hofu, msongo wa mawazo au majeraha ya kihisia. Lakini hata hivyo kiroho bado ina maana, inaonyesha kuna eneo ndani yako linahitaji uponyaji na amani ya Mungu. Kuna muda unaweza kuota ndoto kaamka ukiwa na hofu. Ndoto hiyo inaweza ikawa imesababishwa na hofu au ikawa imesababishwa na msongo wa mawazo. Kwa hiyo baada ya kuamka, maana yake inakuwa inaashiria unahitaji msaada pia wa kiroho, unahitaji uponyaji. Kwa sababu ukisoma kitabu cha Timotheo wa pili sura ya 1 na mstari wa 7 imeandikwa, maana Mungu hakutupa roho ya woga, bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Kwa hiyo unatakiwa muombe Mungu. Lakini jambo la 5, ndoto ya kukugusa, au ukiona umeamka umeota ndoto kaamka ukiwa na hofu, maana yake ndoto ya kugusa roho yako
moja kwa moja, ni ndoto ya kugusa roho yako moja kwa moja. Ndoto hili inakugusa moja kwa moja. Kuna ndoto ambazo si za kawaida kabisa. Unapoamka hofu yake inabaki kwa muda mrefu sana, hata masaa au siku. Hii ni ishara kuwa ndoto hiyo imegusa roho yako moja kwa moja, na mara nyingi ndoto hizi huwa na ujumbe mzito. Unaweza kuwa ni ujumbe mzito wa onyo au mapambano halisi ya kiroho. Kwa hiyo hutaki kupuuzia. Lakini jambo la sita, ukiona umeamka baada ya kuota ndoto kaamka ukiwa na hofu na mashaka, hiyo inaweza kuwa inaashiria ni ishara ya mzigo wa kiroho. Spiritual burden ni ishara ya mzigo wa kiroho. Kuna wakati unaamka na hofu, sio kwa sababu ndoto yenyewe, bali kwa sababu roho yako imebeba mzigo mzito. Inaweza kuwa umebeba shida za watu wengine, una maombi ambayo hayajibiwa bado, au kuna jambo linakusumbua rohoni bila wewe kutambua. Hofu hii ni kama uzito wa kiroho unaojidhihirisha. Lakini jambo la saba, ukiona umeamka baada ya kuota ndoto fulani ukaamka ukiwa na hofu, ni ujumbe usiokamilika. Kuna ndoto ambazo hazikupi picha kamili, lakini hofu yake inabaki sana moyoni. Hii ina maana ujumbe haujakamilika bado, unahitaji kuomba zaidi, kutafakari na kutafuta uelewa zaidi. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Methali 25 na mstari wa 2 imeandikwa, ni utukufu wa Mungu kuficha jambo, bali ni utukufu wa mfalme kuchunguza jambo. Kwa hiyo ukiota ndoto ukaona umeamka na hofu na mashaka, ndoto hiyo inaweza kuwa labda haijakamilika. Kwa hiyo unahitaji muombe Mungu akufunulie ndoto hiyo inaashiria vitu gani. Lakini jambo la 8 ni onyo la kupotea kiroho. Ni onyo la kupotea kiroho polepole. Hofu baada ya ndoto inaweza pia kuwa ni ishara kwamba unaanza kupoteza mwelekeo wa kiroho bila kujua. Lakini pia inaweza kuashiria umepunguza maombi, umepoteza umakini wa kiroho, au umeanza kuwa mbali na Mungu, na ndoto inakuambia wazi, rudi kabla hujachelewa. Ndio maana ukisoma kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 2 na mstari wa 5 imeandikwa, basi kumbuka ni wapi ulikoanguka ukatubu. Sasa cha kufanya ukiamka na hofu baada ya ndoto, cha kwanza, usipuuze kamwe. Badala yake utakiwa kupuuza kabisa. Badala yake unatakiwa uombe mara moja, funika nafsi yako kwa ulinzi wa Mungu. Lakini jambo la pili, kumbuka ndoto yako na tafakari ujumbe wake. Lakini jambo la tatu, kataa hofu, usikubali ibaki ndani ya moyo wako. Tangaza amani ya Mungu juu ya maisha yako. Kwa hiyo jambo la msingi ambalo nitakuwa utambue, kuamka na hofu baada ya ndoto si kitu cha kupuuza. Inaweza kuwa ni onyo, vita ya kiroho, au ujumbe wa moja kwa moja kutoka kwa Mungu. Swali ni hili, je, utaipuuzia au utaichunguza na kuielewa kabla hujachelewa? Kumbuka, wengine walipuuzia ndoto zao na baadaye wakajuta. Kwa hiyo usiwe mmoja wao. Kwa hiyo kisha unaomba, unaichunguza ndoto hiyo, unaomba kabisa. Ni matumaini kuna kitu ambacho umejifunza. Kama kuna jambo ambalo umejifunza, naomba uniambie kwenye comment umejifunza jambo gani. Nakupenda sana, nikutakie wakati mwema.